ambayo nilikula kiapo mwaka wa 2009 kule Uholanzi, ya kuwa mtiifu mahali popote bila ubaguzi wa kiitikadi, ubaguzi wa kitaaluma, ubaguzi wa aina yote, kutumikia nafasi hiyo mahali popote pale bila ubaguzi. Nafasi hiyo ni namna ya kuheshimu na kutii uumbaji, na hasa kutii uhai. Kwa hivyo nitazungumza kwa nafasi yangu ya kiapo nilichokula cha kuweza, singependa kutumia, kuweza kuchambua au kushirikishana mawazo kwenye jamii yetu kwa sasa, nchi yetu kwa sasa, hofu iliyopo, migogoro mizito iliyoko ndani ya nchi yetu na hofu iliyopo. Kwa hivyo jamii yote ipo, iwe ni wanadini ni sehemu ya jamii, iwe ni vyama vya siasa ni sehemu ya jamii, iwe ni wanataaluma wa aina mbalimbali ni sehemu ya jamii. Sasa mimi nazichukua jamii zote hizo kwa pamoja niweke kwenye seti moja kubwa ambayo ni uhai wa mama yetu Tanzania. Naamini lengo letu kuu ni mtazamo huu mpana ambao nimejaribu kusema hapa, ni katika kipindi hiki tunachopita. Kwa nini kipindi hiki tunachopita migogoro imekuwa mizito kiasi hiki? Hofu kwenye jamii ni kubwa sana. Kila ukipita unasikia watu wana wasiwasi, watu wana hofu, wakati tumeumbwa na Mwenyezi Mungu ili tuwe na furaha. Ukituangalia welfare, psychological well-being yetu sisi wa Tanzania inaenda chini badala ya watu kuwa na furaha. Yani ule utashi, ule ukuu wa uumbaji, ule ukuu wa kunyanyua mwanadamu aweze kuishi kwa furaha. Hata ukienda kwenye happiness index yetu sisi wa Tanzania utaona kwamba iko chini kweli kweli kama tunashika mkia. Kwa nini? Lazima tujiulize maswali hayo, kwa nini? Lakini naamini tukishirikishana kwa pamoja mama Tanzania atashinda. Tukijiuliza kwa nini tumefika hapo. Na hii tukiweza kuangalia migogoro kwa mapana yake, tunaweza tukaona kwa nini yanatokea migogoro hii. Migogoro gani tunayoisema? Ni zaidi ya miaka 30 sasa tangu tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi. Hata kabla ya kuanzisha mfumo wa vyama vingi kumekuwa na matukio makubwa, mengine yanapitiliza, ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Matukio mengine hayafuati sheria, ambayo yamesababisha hata kutoa uhai wa binadamu. Tumeona mauaji ya hapa na pale, tumeona watu wakipotea, wakitoweka kwenye mazingira ambayo huwezi ukayaelezea, unaambiwa tu watu wamepotea. Tumeona kwenye mazingira ya watu wanatupwa gerezani bila hata hatia, bila hata sababu. Tumesikia watu wanatekwa, wengine damu inamwagika bila kujua kulikoni. Nikitaja kwa uchache, yako matukio mengi, lakini nimependa kutaja hayo kwa uchache. Sasa madhara yake nini? Nimejitahidi kitaaluma kabisa kufanya utafiti wa kina na kuwa na uwezo wa kusikiliza bila kuwa na, yani kusikiliza ile nguvu ya ndani, ile nasema electromagnetic force. Unapata taarifa, unazichuja, unaziweka kwenye taaluma ya aina mbalimbali ambazo ziko huku duniani, kujiuliza ni swali hili, madhara haya kwa nini? Mwenendo huu umesababisha hofu katika jamii, na sasa inaongezeka mwaka hadi mwaka. Na ukiangalia athari zake au ukihesabu hofu hii, ambayo migogoro hii ambayo kitaaluma tunaweza kusema ni janga la kitaifa, inatupeleka kubaya. Hofu inaangamiza uhai, na ikiangamiza uhai inaangamiza taifa. Tunajifunza kwa wenzetu, tumejifunza
Historia inatuonyesha maeneo mbalimbali ya kidunia mambo ya namna hii yalivyotokea. Hofu ikatamalaki, ikaumiza, ikaleta msongo wa mawazo kwenye akili za binadamu, ikaleta sintofahamu ya aina mbalimbali kwenye uumbaji, na ikaangamiza baadhi ya mataifa. Na sasa viashiria hivi tunaviona hapa kwetu Tanzania. Sasa watu watajiuliza, kwa nini leo na sio kesho? Utaona kwamba mabadiliko ya dunia yanaenda kwa kasi kubwa sana. Mabadiliko ya kiteknolojia yanaenda kwa kasi kubwa sana. Na mabadiliko ya teknolojia, je, tunaweza kupata taarifa sahihi kwa wepesi? Jibu ni ndio. Je, vijana wetu wa jana ukilinganisha na vijana wetu wa leo wako kwenye uelewa sawa? Tunasema hapana. Vijana wetu wa sasa wanauelewa hasa wa kasi ya teknolojia. Taarifa zinapatikana kwa haraka sana, na unaweza ukachuja taarifa hii ni sahihi au sio sahihi kutokana na dunia ya leo, na hasa tumeingia kwenye dunia ya artificial intelligence. Hapo taarifa zinaenda kwa kasi, unapata taarifa kwa uwepesi. Haya sasa ni leo na sio kesho. Sasa usiri, unafanya kitu kwa usiri. Usiri siku hizi imekuwa ni bidhaa au ni kitu adimu. Usiri, unasema labda hii imefanyika ndani ya kuta nne au kwenye siri za ofisi au wapi. Kesho kutokana na kasi ya mabadiliko unaiona iko hadharani. Kwa hivyo katika kuweza kumuongoza au aliye na dhamana ya kuongoza, na kuna mambo mengine na classification zake kwenye hatua zake zote za kiutawala, inakuwa ni shida. Kwa hivyo kwamba teknolojia inaenda kwa kasi kubwa, na teknolojia hiyo imegunduliwa na imetengenezwa na sisi binadamu. Sasa namna gani tunaicontrol, namna gani tunaisimamia, namna gani tunaitawala hiyo teknolojia isiharibu dunia, isiharibu dunia. Na migogoro iliyoko sasa, hofu iliyoko sasa ambayo imeanzia ndani ya nchi, imetoka imeenda mpaka nje ya nchi. Leo hii ukizungumza Tanzania duniani huko, utazungumza mambo mengine tofauti na Tanzania tulioizoea. Tanzania ambayo tukao nasikia ndugu, ukienda duniani kote, nimesafiri sana, hasa hapo hata nchi za Ulaya, bara la Ulaya nimesafiri hata kuliko nchi za Afrika nyingi. Okay, from Tanzania, ndugu. Sasa ndugu, huwezi ukatoa damu ya ndugu mwenzako. Ndugu huwezi ukamchinja ndugu mwenzako unless una tatizo la ugonjwa wa akili. Na kama uko vizuri kabisa, uwezo ukafanya vitendo hivi, na uwezo ukasema ni vitendo vya kinyama. Hapana. Hata hapa Tanzania tunayo sheria ya kulinda haki za wanyama, Animal Welfare Act ya mwaka 2008. Ipo sheria na hiyo. Tunasema vitendo vya kinyama, hakuna kitu cha vitendo vya kinyama. Hivi tunasema ni vitendo vinavyoenda na kinyume na uumbaji, kwa sababu hata wanyama wameumbwa na Mwenyezi Mungu kinyume na uumbaji. Ni vitendo, tunaweza kusema kwa lugha ya iliyo rahisi, ni vitendo vya kishetani, sio vitendo ambavyo vinakubalika kwa gharama ya aina yoyote ile. Sasa ukiangalia asilia yetu na kuasisiwa kwa taifa la Tanzania, mwanzoni hapa nimesema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kutoka kwenye wimbo wetu wa taifa. Na kwenye wimbo wetu wa taifa tuna nguzo ya hekima, umoja na amani. Ngao ya hekima, umoja na amani. Ukitumia hekima vizuri, ukatafakari vizuri, ukatumia maarifa, yanakupa utulivu, inaleta jamii kwa pamoja, umoja wetu. Ukiwa wamoja unapata ile amani tunayoimba siku zote. Na amani hii ni ya kila mtu, sio kwamba useme ni amani ya taifa au ni amani ya mtu fulani au huyu amefanya hivi. Hapana.
ni ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo tukirejea kwenye sala yetu, kwenye wimbo wetu wa taifa, hekima, umoja na amani, sasa tunajiuliza kulikoni haya yawepo wakati tulishavuka ngazi hizo. Sasa athari za kutokuendana na kasi hii zinatusababisha kitu gani? Kasi ya mabadiliko inayosababishwa na teknolojia tulioizalisha sisi wenyewe na kuigundua sisi wenyewe inatusababishia hofu kubwa. Tukimrejea rais wa 32 wa Marekani Franklin Roosevelt, aliwahi kusema kitu pekee cha kuhofia ni hofu. Rais Franklin Roosevelt, kitu pekee cha kuhofia ni hofu. Na kisha kuwa na hofu, uwezi ukafikiria vizuri, uwezi ukaongoza vizuri, unakuwa una hamaki, na kila siku hofu nyingine inajaa. Sasa tajuza swali hapa kwamba tunaikabilije hali ya namna hii? Tasema sawa, labda nimekula kiapo cha kutoa taaluma yangu au maarifa kidogo, tuweze tukashirikiana na wenzetu. Tunaitawalaje hofu hii? Rai yangu, kuna wahusika wanaotakiwa kuongoza wengine. Kwenye taaluma ya kidunia, jambo la namna hili kishafanyika, ukishapata mawazo mengi, huyu amesema hivi, huyu ana hofu, huyu amemuua mwenzake, huyu amemwaga damu, huyu yuko gerezani, wakina Tundu Lissu wako gerezani, ana wanafuasi, kila siku hamaki inatokea. Juzi hapa tumeona mchungaji Gwajima matatizo yamempata kwa kusema, hofu imetokea, kanisa limefungiwa. Sasa huyu ni mtu mmoja aliyekosea kama Gwajima. Sasa unamfungia yeye kama amekosea kweli, au unalifungia kanisa lake? Hizo ndio athari za hofu, za kutokuwa na utulivu wa fikra na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa unaweza kuona kauli zinatoka nyingine, sawa, unaanza kusema hebu turudishe tuone kwa nini makanisa yanafungiwa, na makanisa mengine yanakuwa na hofu. Kwa hivyo unaanza kuona jamii inazidi kugawanyika kutokana kwenye ile misingi yake ya umoja, kwenye misingi yake ya kukaa pamoja. Kwa hivyo ikishatokea hivi, wataalamu watufundisha yabidi kuwa na utulivu wa fikra ambao utakupa utulivu wa ndani, utulivu wa fikra. Na ule utulivu wa fikra unakupa maarifa sahihi, na unatumia ile maarifa sahihi yanakupa hekima, na hekima ukiipata ukaitumia, basi utulivu unakuwepo, utu wa mwanadamu unazingatiwa, thamani ya uhai inakuwepo. Narudia, unakuwa na utulivu wa fikra. Ukiwa na ule utulivu wa fikra, unapata utulivu wa ndani, unapumua ukiwa na nguvu. Ukiwa na nguvu hiyo, unakuwa na maarifa, na unatumia maarifa sahihi yanayokupatia hekima, namna iliyo bora ya kupata suluhisho na hatimaye majawabu yaliyo sahihi. Mabadiliko hayaepukiki, ndugu zangu. Kitu pekee kinachodumu ni mabadiliko. Nenda kwenye sayansi, nenda kwenye dini, nenda kwenye asili ya uumbaji, kitu pekee kinachodumu ni mabadiliko. Vitu vingine vyote vinaweza vikabadilika, lakini mabadiliko ndio kitu pekee kinachodumu. Na ukijikita kwenye kitu pekee kinachodumu, ambayo sasa nimesema ni mabadiliko, utaona kwamba kujikita katika jana, mambo yaliyotokea jana, juzi, yani ni maumivu makubwa sana. Kujikubali hali tulionayo leo, hii tunayoizungumzia hapa, ni busara. Hii hali tunayozungumzia leo, yani umekubali kuna tatizo tuzungumze, ni busara. Na kujikinga na hofu tulionayo leo hii ndio hekima, ambayo ndio kesho.
Kesho ni kuhakikisha kwamba tunajilinda na hofu hii. Tunajilinda, tunaweka kinga. Hapo unatumia wahenga, heri kinga kuliko tiba. Na hapa kitaaluma inabidi uweze, nitasema labda kwa Kiingereza, you must have a strategy how to identify and how to mitigate any kind of risk, any kind of migogoro, any kind of hofu, any kind of anything, you name it. Unakuwa na maono, mkakati ya kuweza kugundua na kutafuta tiba. Maono, mkakati. Na ndio maana wahenga wanasema hapo kwa lugha ya kawaida, wanasema heri kinga kuliko tiba, to mitigate. Na hiyo unavyoona jana, leo na kesho, unaweza kutumia lugha ya kawaida nyepesi tu ukasema makosa yetu ya jana yasikitisha sana, ni mafundisho yetu ya leo na kesho. We always learn from our past mistakes. Hekima. Na hekima tunayozungumzia, unajua hekima ni zaidi ya katiba, ni zaidi ya kila kitu. Sababu unatumia hekima, unatengeneza katiba, unatengeneza sheria, unafanya. Na unaweza kuta kitu kingine kiko kwenye hekima, kiko kwenye katiba, kiko kwenye sheria, kiko, lakini ukasema hekima hapa ikatawala. Nilikuwa najaribu kusikiliza na wasikia kuna majadiliano yanayoendelea huko kwamba hatuwezi muda, labda kwa mfano tukio linalopigiwa kelele sana sasa hivi, tukio la uchaguzi mkuu wa mwezi wa Oktoba. Lile ni tukio tu. Lakini wahenga wanakuambia nini? Great minds discuss issues, but ordinary minds discuss events. Hili ni tukio tu. Sasa utakwambia hapana, hakuna muda wa kutosha. Mwingine anakuambia tuongeze mwezi mmoja, tuongeze miezi miwili, tuongeze miaka miwili. Ni tukio, unatumia tu hekima. Kwa sababu hili ni tukio, unatumia hekima. Je, tukienda kama tunavyokwenda, tutabaki salama? Utakiwa kwenda kwenye tukio umwage damu hata ya mtu mmoja. Kwa hivyo hapa hekima ikitumika vizuri, tukio hili tunamalizika, unaangalia mambo mengine makubwa zaidi. Kwa hivyo hapa siwezi nikasema nimekuja alafu nazungumzia masuala ya uchaguzi. Uchaguzi ni tukio linakuja na linaondoka, lakini unatakiwa angalia mambo kwa mapana yake. Tuangalie leo hii Tanzania nafasi yake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania kwenye treaty tunaifuataje makubaliano ya Afrika Mashariki? Nakumbuka makubaliano ya Afrika Mashariki ya 1900 na ngapi na 99, nilikuwa bungeni 99, wengine mlikuwa mjazaliwa hapa. 99 tulikaribishwa tarehe 30 ya mwezi wa 11. Ilikuwa siku ya Jumanne, wakati wa Rais Mkapa akiwepo na kina Mzee Moi, ndio walio sign ile treaty ya Afrika Mashariki ya Jumuiya. Sasa Jumuiya inazungumzwaje leo hii duniani? Waganda, wa Kenya, wa Tanzania wanazungumzaje leo? Jana nimesikia hata na wa Kenya wanapendekeza baadhi ya viongozi wa Tanzania wakiwe vikwazo vya kutokukanyaga Kenya. Jumuiya ambayo jumuiya yetu ya mwaka 99 ina kama miaka 26. Tuna vyombo vingi, tuna bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuna mahakama Afrika Mashariki, tuna you name it. Na tunataka kuenda kwenye federation, kwenye political federation. Tunataka kuenda kwenye political federation, alafu wale mnaanza kuwekeana vikwazo. Hiyo ndio Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hebu tuende kwenye African Charter on Human and People's Rights ya mwezi wa 11, siku iliyozinduliwa rasmi ilikuwa mwezi wa 11 tarehe 2 ya mwaka 1987, siku ya Jumatatu. Imezungumza nini kuhusu Afrika na nafasi ya Tanzania katika Afrika? Nafasi ya Tanzania kuwa ndio kituo kikuu, ndio center ya ukombozi wa bara la Afrika. Ukienda kwa majirani zetu Tanzania, ukienda Afrika Kusini Tanzania, uende Mozambiki, uende Rhodesia, uende wapi,
Nakumbuka nikiwa form 1 tunaimba huko kusini mkoloni ametanda, eti anadai ni sehemu ya Ulaya. Imekuwaje we Mungu kumiga kipande cha Ulaya kukileta Afrika? Tumejazwa hayo vichwa. Nikiwa form 1 mwaka 1980 tunaimbishwa huko kusini mkoloni ametanda, eti anadai ni sehemu ya Ulaya. Imekuwaje we Mungu kumiga kipande cha Ulaya kukileta Afrika? Mpaka hivi sasa wanatsumbua huko Rhodesia ya kusini. Tuliimbishwa mwaka 1980 na ikastiki kwenye akili zetu. Tanzania ikawa inajivunia kila mahali. Mzee Mandela anakuja hapa mara ya kwanza ile 84, tunajipanga barabarani na miti tunashangilia na nini. Afrika ikawa ni kiongozi, Tanzania ikawa ni kiongozi wa Afrika. Ukisema Tanzania, you feel to be a Tanzanian. You are proud. You say, I'm proud to be a Tanzanian. I'm proud to call myself ndugu. Leo hii watu wengine wanasema no, hasa Gen Z wanasema it's shame, na wengine ni text jana wanasema I'm very sorry to be a Tanzanian. I'm very sorry to be a Tanzanian. Sasa tutoke huko. Hebu tujikite tu. Sisi tunafanyaje sasa? Ukiangalia dola zote duniani, namba moja kuu ya dola ni watu. Sasa watu wakesha kuwa kwenye hali ya namna hii, leo hii unafanyaje? Watu. Soma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Tanzania 77. Haki za msingi watu. Ndio kwenye Montevideo Convention ya mwaka 1933. Tarehe 26 ya mwezi wa 12 siku ya Jumanne, tabia kuu 4 za dola watu. Njoo kwenye tamko la ulimwengu la haki za binadamu, Universal Declaration of Human Rights, la tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 1948 siku ya Ijumaa, inaanza nini? Watu. Tunazungumza watu, uhai. Ndio matamko yote ya kidunia, hata ya kikanda, hata njoo huku nyumbani. Njoo hapa kwetu nyumbani Tanzania, Mwalimu alivyounganisha na Mzee Karume Tanganyika na Zanzibar. Aliunganisha watu gani? Watu. Na wakafanya, wanaposema muda hapo. Mwalimu Nyerere aliunganisha Tanganyika na Zanzibar kwa sekunde tu. Walikaa tarehe 22 ya mwezi wa ngapi? Tendo la watu wawili kuzungumza kwa niaba ya wafuasi wao, wakaweza kuunda serikali ya umoja wa kitaifa pale Zanzibar. Sasa nisiseme mengi, mifano iko mingi. Kwa nini nimetoa hiyo mifano mingi? Ili tujitambue sisi kitaifa. Sasa narudia tena kwamba tufanye nini? Naomba watu wote tufanye nini? Naomba watu wote, mamlaka zote, watu wote waliopewa dhamana, na hili sio la mtu mmoja, wenye dhamana ya kidola, wenye dhamana ya kisiasa, kwenye jamii hapa wanavyolalamika majirani zetu. Boniface Mwangi, Agatha yule wa Uganda, Mwangi wa Kenya hapa. Wanaiambia nini dunia kuhusu Tanzania? Wanaiambia nini dunia kuhusu jumuiya? Wanaiambia nini dunia kuhusu udugu wetu? Na je, sisi tuko salama? Mimi nachoomba tu kidiplomasia, chonde tusijaribu kufikiria yanayoendelea kwenye mitandao, tuyatafutie majawabu. Kwa sababu chelea unakuta mwana si wako. Chelea unakuta mwana sio wako. Na sisi ni jumuiya yetu, ni jumuiya ya watu. Sasa tutue makini na wakati mwingine ni bahati mbaya sana, hasa wale wenye nafasi. Hii niozungumza wenye dhamana washirikiane kwa pamoja. Bahati mbaya sana paka unaona vyombo vyenye dhamana ya kufanya maamuzi wanaleta kejeli na mambo haya. Kama kwenye bunge letu unaona watu wanaongea vitu vya ajabu tu, na wanaruhusiwa kuongea.
Is that the spirit of jumuiya? Hujui kwamba kila neno linazaa neno jingine? Sasa hapa niombe kwamba sote wenye dhamana kwamba unaongea nini, ombi langu yoyote, unaongea nini, unaongea na nani, audience yako ni nani, na unaongea na nani, wakati gani, halafu unazungumzia au unaongelea wapi, halafu ujiulize swali gumu, halafu unaongea nini na nani, wakati gani, mahali gani, halafu ili sote hasa vyombo vyetu vya habari wengine wote tuweze tukaleta taifa pamoja. Alafu tuache kukejeli ma statement, tuwalete pamoja, tukubali kwenye mazungumzo na wenye dhamana. Na hili nahitimisha kwa kusema sio kwamba haliwezekani. Nitapeni mfano tu. Miaka kama hii ni 2025, miaka kama 12 iliyopita, kipindi kama hiki nchi ilikuwa tensi kweli kweli. Mwaka 2012 na 13 nchi ilikuwa sio. Nakumbuka tukio moja la tarehe 17 mwezi wa pili. 17 mwezi wa pili ilikuwa siku ya Jumapili, alivyouawa Padri Mushi Zanzibar, anaenda kufanya ibada. Wakristo wakanyanyuka kwa nguvu na hasira kweli. Chuki kajengeka. Tulipoenda kumzika tarehe 20 ya mwezi ule mwezi wa pili, siku ya Jumatano, Rais Sheni yuko pale kwenye mazishi. Tulikuwa na kina Emmanuel Nchimbi, waziri wa mambo ya ndani, tumeenda Zanzibar pale kina Kardinali Pengo. Alafu waziri mwenye dhamana kwenye ofisi ya makamu wa rais anatoa salamu pale za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Alivyokuwa anahitimisha akasema Bwana ametoa na Bwana alitoa. Askofu akanyanyuka akasema hapana, haya ni matendo ya kishetani. Hakuna cha rais mbele yake, hakuna cha rais. Akalipuka. Alishafika mahali ya kusema liwalo na liwe. Huyu badala ya kututuliza, lakini akasema hapana. Akasema hata Abel kwenye historia ya tunazofundisha wa msahafu, hata hadithi ya Abel na Kain, Kain alivyomuua Abel, Mwenyezi Mungu akusema Bwana ametoa na Bwana alitoa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alisema no. Mwenyezi Mungu alimwambia Kaini, damu ya ndugu yako iliyomwagika umelaaniwa na ardhi yako imelaaniwa. Sasa tusione mambo ni mambo mepesi, sio mambo mepesi kabisa. Sasa labda mimi ningetaka mtoto wangu wawe namna gani, wajukuu zangu wawe namna gani, waishi kwenye hali ya namna gani. Kwa hivyo niombe tena na nisisitize kusema ukweli kabisa, na hili niombe nilisome kama nilivyokuwa nimeamua kuliweka hapa, kwamba wahusika ambao kwa jumla ambao ni viongozi wetu wenye dhamana ya kushawishi na kufanya maamuzi sahihi katika jamii, kuwa na utulivu wa Afrika ili kuweza kupata maarifa ya kuchambua taarifa sahihi na kupata mbinu bora za suluhisho, hatimaye majawabu. Nasema hivyo kwa sababu tulitumia hii ile 2013 baada ya mambo ya Zanzibar, makanisa yanachoma moto, misikiti, mashehe Sorega na Mogea tindikali, hali ni mbaya, kuchinja sio ni ibada au sio ibada. Lakini vyombo vyetu vya dola kila siku tukaona kwenye TV uko anatuambia ni Al-Shabaab wametuingilia, Lakini tulipokubali kukaa hapo White Sands, Rais Kikwete akashiriki, Rais Sheni akashiriki, makamu wa rais Gharib Bilali akashiriki, maspika wote ana Makinda na Mzee Kificho wote wakashiriki, jaji mkuu Ibrahim Chande Othman, lakini alimtuma Ibrahim Juma amwakilishe. Huyu jaji mkuu sasa Profesa Ibrahim Juma ndio alikuja kwa niaba ya mahakama, na kuna Mzee Msekwa, wakina Salim wakati wa kuna Mzee Warioba, Mizengo Pinda akiwa waziri mkuu. Tukakaa, wakati huo nilikuwa mwenyekiti wa TCD, tukaratibu zoezi lile, vyama vya siasa, viongozi wa dini, tukakaa tukazungumza siku 2. Tarehe 9 mwezi wa 7 siku ya Jumanne
mwaka 2013 na tarehe 10 na kesho yake tulipokaa watu wazee tulikuwa kama 96. Tulivyomaliza yale mazungumzo, nchi ikarudi kuwa salama. Wakati tu nakumbuka balozi wa Baba Mtakatifu alipigwa bomu kule kanisa la Arusha Ola City, yeye akiwa na askofu mkuu Josephat Lebulo. Kila maandamano ya Chadema watu wanakufa. Morogoro, mwandishi mwenzenu David Mwangosi akauawa kule Iringa. Kule Igunga mambo yakawa hayaelezeki. Arusha wanapigana mabomu, wapi Usariva watu wanachinjwa, Shinyanga huko. Hali ikawa ni tete kila mahali. Lakini tulipokaa sisi tukazungumza viongozi, tukaweka tofauti zetu pembeni na kuzungumza kwa ukweli, tukamwangalia mama Tanzania huyu hapa kwanza. 2 days, tarehe 9 na 10 mwezi wa 7 2013 nchi ikarudi kuwa salama. Kwa hivyo tukirejea wale wazee wengine bado wapo. Wazee wengine kama kuna mzee Mkapa wameshaondoka, Mwenyezi Mungu awarehemu, lakini matamshi yao waliotuachia yanaendelea kuishi, nukuu zao bado zipo. Kwa hivyo nafasi hii ipo. Naomba chonde viongozi wa nafasi yoyote tuje sasa, na wenye dhamana kuu ya kuongoza hili ni serikali. Serikali inaweza kama ikatumia taasisi yoyote tu ile, nikamwambia basi hebu tukae tuzungumze, badala ya vuta ni kuvute. Tukiendelea na hii vuta ni kuvute, tutakuja kukuta Tanzania yetu sio tena ile tuliyokuwa nayo. Na katika historia na wasifu wa mama Tanzania kwa kutumia kalamu, wakati wa kuandika historia na wasifu, kwa kutumia kalamu yenye kutumia damu inayoendelea kumwagika na iliyomwagika ya wahanga wa migogoro hii kama wino. Wasifu wa mama Tanzania uandikwe kwa wino wa damu, badala ya kalamu itumike kalamu ya udugu, kalamu ya umoja wetu, kalamu ya utu, kujenga historia na wasifu wa mama Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wenye mamlaka wanasema yeye ndio kiongozi wa kanisa na yeye ndio mmiliki wa kanisa. Kwa hivyo ndio maana tumelifungia kanisa. Dunia leo ya usuluhishi wa migogoro, nimesema hata kwenye hotuba yangu, umepata taarifa hizo, sawa? Kuna kuzungumza ana kwa ana. Kwa nini nasema kuna kuzungumza ana kwa ana? Unajua huyu bwana, huyu baba askofu ana following, ana wafuasi. Na utazuia mwanadamu kufanya interpretation, kufikiri tofauti na wewe. Ndio maana Isaac Newton anasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyomrejeo sawa na kinyume. Hiyo ni nguvu asili kabisa, ni science ya kawaida. Sasa unamuita, mnazungumza, usajili wako uko namna gani? Je, unayofanya inaendana na usajili wako? Ukiona kama kuna kutetereka kwa sababu huyu sio binafsi anayefollowing, basi kuna kutoa onyo kali, kuna kumwangalia kwa onyo kali la namna yote ile, labda unampa wiki moja, mwezi mmoja, miezi mitatu, na unatangazia umma. Kwa hivyo kutokana na zile sheria na kanuni fanya vile, sasa escalate, limenyanyua hasira zaidi na yanaibua mambo mengine, limenyanyua hasira zaidi na yanaibua mambo mengine makubwa zaidi, yanavuka sasa mipaka ya kanisa la Gwajima, yanahamia kwenye sehemu nyingine zaidi. Hili ni mgogoro mkubwa kweli kweli, ambao ukilisikia, na mimi naomba chonde madhehebu yetu, kwa mfano interfaith, wapo wayazungumze haya mambo. Wakristo wakae na Waislamu wayazungumze mapema kabla hayajaleta athari zaidi, kwa sababu hili lisitemfuasikaoni. Lakini katika mazingira hayo tumekana almost 20 years, miaka 20. Sasa leo hii mnapeleka watu wapi? Sasa niombe hekima itumike hapa seriously, pamoja na yote yaliyotokea, tuvuke salama hapa.
ukumbuke wangekuwa na utulivu wa fikra. Sasa kama unamhitaji Gwajima, si unamuita? Unaja gani ya kutumia mitutu ya bunduki, polisi, nini kwenda kuumiza mpaka na wananchi? Ujue mwananchi mmoja aliyoumizwa pale, kama mazingira yaliyo rafiki na mazuri kuhusu hili. Na ukiuliza hapa nimejibu mazuri kuhusu hili. Na ukiuliza hapa nimejibu kwa hili, nishalijibu. Nasema mabadiliko ndio kitu pekee kinachodumu. Nchi yetu haiko static. Haiko static. Uwezo ukasema kwamba nishafanya mabadiliko siwezi nikafanya mabadiliko tena. Uwezo ukasema kwamba nishafanya mabadiliko siwezi nikafanya mabadiliko tena. You cannot say that. You cannot say that. Nchi yetu sio static. We are dynamic. Kwa hivyo nchi yetu sio static. We are dynamic. Kwa hivyo let's say nimtumie kuna hekima ya kiongozi mmoja anasema everyone must kuna hekima ya kiongozi mmoja anasema everyone must die a little. Die a little. Kila mmoja kiburi chetu kidogo. Tukubaliane kwamba kiburi chetu kidogo. Tukubaliane kwamba asiyekubaliana kwenye mitandao, tuliona kwamba umeshinda kesi ya nafasi yako ya wanachama na wenyekiti wa ANC na chama na wenyekiti wa ANC Sierra Mageuzi. What is the way forward? Sierra Mageuzi, what is the way forward? Niwaombe, hii ni dhana sasa hivi. Nenda kwa Bush. Kwa Trump, I'm sorry, kwa Trump. Bush. Kwa Trump, I'm sorry, kwa Trump. Nenda Europe yote. Wamejikita kweli kwenye the new golden rule. Dunia wamejikita kweli kwenye the new golden rule. Dunia inazungumzia new golden rule kwamba mtendee mama dunia unavyotaka akutendee, kwamba mtendee mama dunia unavyotaka akutendee.